Kilimo cha bangi kimetajwa kuwa mojawapo ya changamoto za kihalifu katika kata ya Mtumbya, halmashauri ya Mtama mkoani Lindi, huku vyombo vya usalama vikiteketeza zaidi ya ekari 8 za mashamba hayo. Licha ya sheria za nchi kutoruhusu bangi kutumika kwa namna yoyote, huku kitambulika kama miongoni mwa dawa za kulevya, lakini bado wapo watu wenye ujasiri wa kufanya kilimo kinyemela. Kata ya Mtumbya mkoani Lindi inatajwa kuwa na changamoto ya kilimo hicho licha ya udhibiti unaofanywa na jeshi la polisi kupunguza kasi ya kilimo hicho, lakini hapa mtendaji wa kata hiyo Hamisi Likombwa akiwa mshirika wa mafunzo ya uraia, utawala bora na masuala ya ulinzi na usalama kutoka Wizara ya Katiba na Sheria anaelezea anavyokabiliana na kilimo hicho. Tuna tatizo kubwa la ulimaji wa kilimo cha bangi kwa baadhi ya vijana. Zoezi ambalo nimelitolea taarifa mara nyingi polisi, na walikuja polisi zaidi ya mara 3. Walikuja awamu ya kwanza, wakaja awamu ya pili, awamu ya 3 ndio ilikuja kundi kubwa la askari pamoja na viongozi kutoka mkoani, kutoka wilayani na polisi wa Mtama kuja kufanya operation maalum ambayo ilihusisha magari zaidi ya 4 na tukafanya programu ya kufyeka mashamba yote ya bangi kwenye maeneo hayo. Kutokana na hali ya hewa, kwa sababu kwetu po uwanda wa juu ni eneo lenye baridi sana. Kwa hiyo wenyewe tujaribu kufuatilizia, lakini wanasema kwa maeneo haya kutokana na hali ya hewa ya kule bangi haistawi. Ndiyo. Mkufunzi kwenye mafunzo hayo, kamishna msaidizi wa polisi ACP Elsante Ulomi kutoka makao makuu ya jeshi la polisi, ambaye amewasilisha mada ya ulinzi na usalama wa nchi, amepongeza jitihada za mtendaji wa kata hiyo kwa kutoa taarifa ya uwepo wa mashamba ya bangi kwenye vyombo vya usalama. Sikia baadhi ya watendaji wakiwa katika mstari wa mbele kabisa kufichua uhalifu. Mfano, yuko mtendaji mmoja aliwahi kutoa taarifa za kilimo cha bangi ambacho kilikuwa kikiendelea katika kata yake, ambapo alitoa taarifa jeshi la polisi na ziliweza kukamatwa hekta kadhaa za bangi na watuhumiwa kutiwa mbaroni, jambo ambalo lilisaidia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu bangi ile ingefika mtaani na ingefika katika jamii, basi ingeweza kuleta madhara makubwa. Kwenye somo la ulinzi na usalama, watendaji wameelimishwa juu ya umuhimu wa wao kutoa taarifa za uhalifu zinapotokea kwenye kata zao, ambayo kwa kufanya hivi itasaidia kuboresha ulinzi na usalama kwenye kata zao, lakini vile kupunguza majukumu ya sekta nyingine kama polisi, kuifanya iwe rahisi kwao kulinda usalama na nchi kwa ujumla. Hivyo basi naomba niwasihi washiriki wote tuweze kushiriki vyema mafunzo haya mwanzo mpaka mwisho kwa maslahi mapana ya nchi na kujenga taifa letu. Asanteni kwa kusikiliza. Mafunzo ya uraia na utawala bora katika halmashauri ya Mtama yamehusisha viongozi na wataalamu 40 ambao ni watendaji wa kata na wakuu wa idara na vitengo. Ripoti na Geoffrey Kalunduka,